Ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time. Hali gani mwanamichezo wa Hotbiz TV, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Full Time, na hapa ni sehemu pekee ambayo utapata nafasi ya kuzisikiliza na kuzitazama zile story zote zinazohusiana na michezo kuanzia hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, tukio la muendelezo wa kufikia tamati ya NBC Premier League msimu 2025-2026. Ama hakika umekuwa ni msimu wa tofauti sana, na hii ni kutokana na upinzani the way vile ambavyo tulivyokuwa tunauona kuanzia mwanzo mwa raundi ya kwanza mpaka tunafikia mwishoni mwa raundi ya pili ya NBC Premier League. Ndani ya huu msimu vilabu mbalimbali vimeonyesha ushindani mkubwa sana, kitu ambacho watu wengi wa soka hawakutegemea. Lakini huu msimu itosha kusema kwamba ni msimu ambao umekuwa na maajabu mengi sana ya soka kutoka hapa nyumbani Tanzania. NBC Premier League tumeona michezo mbalimbali kitamatika hii leo, na michezo 8 ilipigwa, lakini tumeona mchezo wa Young African Sports Club dhidi ya TRA, lakini tumeona mchezo wa wekundu wa Msimbazi ambao ulifanyika General Isamuyo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Big Stars, lakini tumeona mchezo mwingine wa Azam FC dhidi ya Coastal Union na michezo kadha wa kadha. Sisi Hotbiz TV tuko hapa KMC Complex, lakini kubwa zaidi ni kutazama na kushuhudia mchezo wa NBC Premier League kati ya Young African Sports Club dhidi ya TRA ambao ulipigwa hapa KMC. Kulikuwa kuna matukio mengi sana kabla na baada ya mchezo. Kubwa zaidi ambalo limetokea hapa ni kuonekana kwa Stefano Aziz Ki ambaye ni mchezaji wa zamani wa Young African, lakini ni swali ambalo wananchi wanajiuliza ni kwamba tayari amerudi rasmi au ana mpango wa kurudi, kitu ambacho watu wengi sana hawakuwa wanakifahamu na kuhitaji kujua kitu gani kinachoendelea kati ya Aziz Ki pamoja na timu yao ya Yanga. Lakini sisi Hotbiz TV mara baada ya mchezo kutamatika rasmi, tukaona ni vizuri zaidi kumtafuta Ali Kamwe ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa Young African, na yeye tulizungumza naye vitu vingi sana, lakini kitu ambacho tumezungumza naye cha muhimu zaidi ni kuhusiana na hilo tukio la kuonekana kwa Stefano Aziz Ki. Linaashiria nini? Ni kwamba rasmi anahitaji arudi Yanga? Ni rasmi anarudi Yanga au alionekana kuja kufanya nini, au ni yuko likizo? Kwa hiyo Ali Kamwe, msemaji wa Young African Sports Club, alikuwa na ya kwake ya kuzungumza kuhusiana na hilo, na kubwa zaidi ni aliweka wazi zaidi. Hemu tumsikilize na tumtazame Ali Kamwe akizungumzia na akifafanua kuhusiana na hilo tukio. Hii aibu wataona wao ni endelevu, wala sasa hali ya mchezo ipo ina sehemu inakwenda, sehemu inakwenda, aibu wataona wao na sehemu inakwenda sana. Waliza kuzana leo shinda tumatatu ukiwa unaweka hati ndio unaanza mechi ijayo ya kwanza kwa Yanga, sio ya kwanza kwa Yanga hadi kweli ambayo Star Boy ala mkeo anapatia siku leo bora kabisa, na hiyo kwa mamlaka niliyokuwa nayo kama mwenyekiti wa wasemaji hapa Tanzania, nichukue fursa hii kutangaza siku ya Jumanne pale uwanja wa Isamuyo mechi ya Yanga dhidi itakuwa ni Mkeo Day. Kwa hiyo wana Yanga waanze kuandaa miwani zao sasa. Andaa miwani yako, njoo kwenye mtoko wa kichampioni Jumanne Isamuyo. Mechi nafahamu itakuwa ngumu kwa sababu na kenyewe hapo ni kama kadani kadogo hivi, lakini sisi kama Yanga silaha namba moja kama tulivyoitumia leo, mashabiki wetu kaitumie pia Isamuyo siku ya Jumanne. Matawi yote ya Yanga hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, nataka nione maandalizi ya safari kuelekea Isamuyo Jumanne. Kama umeajiriwa, mwambie bosi wao katika zile siku 30 za likizo Jumanne pia ahesabie, kwa sababu hautaenda kazini. Kama atakusumbua kunyima ruksa, mwambie bosi kuomba msamaha ni rahisi zaidi kuliko kuchukua ruksa. Utakuomba msamaha Jumatano na kwenda kuipambania Yanga yangu ichukue. Kwa hiyo kwenye Okero Day tuje na miwani za kutosha,
tujiae pale Isamuhyo, tuwe tukaishangilie timu yetu, na ninaamini kwa nguvu tuliyoileta leo hapa, tukiirudia mara 2 yake pale Isamuhyo, watapambana players wetu na tutapata matokeo mazuri inshallah, na tutakuwa tumechukua ubingwa wetu wa 5 mfululizo wa ligi. Walikataa kuwa daraja la kwenda kwenye mchezo wa ubingwa msimu huu, lakini hivyo bahati shida ya hawa nafikiri wanakuwa wanadanganya. Kuna watu wanawazungukia kwa nyuma huko wanawajaza upepo. Niwaambie unaweza kujazwa upepo ukajaa kwelikweli, lakini Yanga inaye Starboy Alan Okello, Yanga inaye Prince Dube, Yanga inaye Pacome Zouzoua. Jaa upepo unapojazwa kwenye pitch utakutana na quality ya ubaya. Wachambuzi pia wanawajaza kwamba Yanga mbovu, kwa hiyo wakija na wao na akili Yanga mbovu, ndio moto unaowajia. Kwa hiyo wao waendelee kujazana, na sisi watu kwa hatuna lengo la kufanya mtu kwa daraja. Sisi tunatafuta ubingwa wetu hapa, hata angecheza nani mbele tungepambana kwa leo tupate matokeo tuweze kuwa machampioni. Kwa hiyo hii TRA ilikuwa njia yetu, tuna mahala tunakwenda na mahala kwenye kuchukua ubingwa wa inshallah. Ni mzito ambao tumeona hapa nikasema sasa hivi Yanga Afrika kila silaha tuliyokuwa nayo tunaitumia. Inahitaji hamasa, Ghalib Said Mohamed GSM atakuwepo Isamuhyo. Ukihitaji sijui kitu gani watakuwepo. Nimeona mpaka wachezaji wetu wa zamani amekuja hapa leo, Stefan Aziz Ki. Nimeona hapa Clement Mzize. Kila aina ya silaha tunaitumia kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo na Jumanne vile vile wale ambao hawakuja leo, labda uwanja haukutosha kuingia wao, Jumanne wawahi. Mechi kweli, mechi yetu wana Yanga, tuje kwa wingi kupambania timu yetu. Hapana, Yanga haijafungua mazungumzo yoyote na Aziz Ki, mchezaji wa Al Hilal, mkataba wa mwaka mmoja. Kosa la kitoto hilo klabu kuzungumza na mchezaji wa mkataba wa mwaka mmoja. Kama nilivyowaambia, narudia kuwaambia tena, na huo ndio ukweli. Nimeona leo video vyenu vingi vya simu mmerekodi bana, watu wasisalimiane. Yaani Aziz akimsalimia GSM tayari ka video ka clip, akimsalimia engineer ka clip, yaani watu wakwepane. Yule ameishi Tanzania kwa muda mrefu hapa, amekuwa na mafanikio. Yanga ni timu anayoipenda, yuko likizo, nafikiri amekuja kutembea, amekuja kuangalia timu. Jambo baya liko wapi? Hakuna ubaya, ili sisi tufungue mazungumzo na Aziz Ki, mchezaji wa Al Ittihad, na tunaheshimu mkataba wake. Kama kuna mazungumzo yoyote ni msimu ukishamalizika, injinia amenielekeza kwamba nitaanza kupata taarifa za usajili. Sasa hizi mkiwa mnaandika mtajivunjia tu heshima, bora mtulie. Maana kuna stika wenu Mkenya mlimwandika, sasa hizi mmeyuka kama barafu, mmekaa kimya. Bora mtulie. Yanga haijafungua mazungumzo na mtu yote. Tunamaliza msimu, tutaanza kujadili mambo ya usajili. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace.